Tunaenda kujifunza katika maandiko ya Zaburi 124. Jinsi vile wana wa Israeli walikombolewa katika matatizo mbalimbali. Jinsi wewe mfano mwema, jinsi wewe uliokutana na Yesu Kristo wakati ulikuwa kwa vita, kwa magonjwa na shida tofauti. Ni nini yanayokufurahisha mpaka saa hii unasimama pamoja na Yesu Kristo? Ni nini hasa iliyokufurahisha aliyokufanyia? Ni jambo gani utamtendea ili aone ya kwamba unakumbuka ya kwamba alikusaidia? Sisi kama Wakristo ni vyema tuikumbuke siku Yesu Kristo aliyokomboa, saa ile siku alisulubishwa kwa ajili yangu na yako. Lazima uikumbuke, ndio Bwana aendelee kukusidisia neema zake na endelea kukuongezea masiku, ndio ndiposa tukue tayari kwa ajili ya kurudi kwake. Maandiko yatuambia hivi, ni shukrani kwa wakombozi wa Israeli. Israeli walishukuru Mwenyezi Mungu kwa vile aliyowatumia mtoto wake wa kipekee, ndio kupitia nabii ndio wapate kukombolewa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko yaniambia hivi, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli asema sasa, kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipo tusambulia, hasira yao iliwaka juu yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakanena wana wa Israeli wakasema, kama sio yeye Bwana Yesu Kristo alipokuwa pamoja nao, wanadamu wangewangamisa. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Waisraeli walilia usiku na mchana wakimlilia huyu Yesu Kristo ndio wakomboe katika vita na majaribio mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio wakasema wanadamu wangewasambalia, ikiwa sio yeye Yesu, Bwana Yesu Kristo angekuwa pamoja nao, wangekuwa wameangamia. Wewe nataka uangalie sana, ama uweka picha mbele yao, mahali ulikuwa na mahali umefika. Ni nini imekutoa mahali pale, imekuleta mahali umefika? Ni kwa uwezo wako ama ni nguvu zako ama ni kwa ajili ya nini? Lakini kumbuka wewe Mkristo ya kwamba mahali umetoka na mahali umefika ni kwa ajili ya neema ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama sio Yesu Kristo, sisi sote tungeangamia. Ndio naona kitabu ya Mathayo inatuambia ya kwamba tumepewa siku ya kutubu na kumrudia huyu Bwana. Kwa hivyo ile siku uko nayo si siku ya kuchochea, ya kufitini, sio siku ya kuasi, kutenda maovu, kusumbua wengine usiku mzima. Sio wakati unapiga watu vita baridi alafu unawanyesana uko pamoja nao. Ile wakati uko nao ni wa kutubu na kutafuta uso wa Bwana. Kwa hivyo wana wa Israeli wakasema, kama si wewe Bwana Yesu Kristo, sisi sote tungefanya nini? Tungeangamia. Kwa hivyo ni heri tumusike huyu Yesu Kristo ya kwamba hatutamzika tena. Wewe kama sio Yesu Kristo ungekuwa kaburini, ungekuwa umeosa. Lakini kwa ajili Bwana alikurehemu akakutoa katika vita, magonjwa, ajali mbalimbali, amekusimamisha. Sio ya kwamba wewe uko mzuri sana. Kwa sababu ni wengi umesikia ya kwamba pressure imeua, stroke imeua, kansa imeua. Wengine wamelala hawakuamka asubuhi, hawakujulikana ni ugonjwa gani aliwaua. Ikaenda zaidi chunguzi ni nini, aliuawa ama alifanya nini. Lakini wewe umepita katika mapito maovu. Lakini huyu Yesu Kristo amekutetea mpaka umesimama. Ulikuwa katika magonjwa hatari, sitaki uyasahau. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka ukumbuke mahali Yesu Kristo huyu amekutoa. Amefanya nini hasa kwake? Kukutoa katika vita, magonjwa, ajali. Ni kwa ajili anataka umfanyie jambo fulani yanaweza kumfurahisha akiwa katika kiti yake enzi. Acha kuokoa kutokana mambo mengi ndio kucha muasi umdhulumu tena. Kudhulumu huyu Yesu Kristo ni kupiga mwenzako vita kichini chini. Bwana Yesu apewe sifa. Fitina, masengenyo, hiyo yote katika maandiko inaniambia ni kuabudu sanamu. Kuabudu sanamu sio rasmi waenda kwa mganga kuchochea kuvitini, kusalitiana, hiyo yote ni kuabudu sanamu. Kwa sababu umekubali ile roho yaanza kukutumikia. Vile inatumikia wachawe na waganga. Bwana Yesu apewe sifa. Mchawe sio rasmi aruko usiku mzima.
Wewe unaochochea ni kama yule mchawi anaoruka usiku. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wana wa Israeli wakasema ikiwa sio yeye Bwana, wangeangamia. Wanadamu wangewasambulia na kuwamaliza, lakini kwa chini ya Yesu Kristo waliokolewa kutokana na mkono wa Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe fikiria dada ama ndugu, kama sio Bwana ungekuwa wapi? Ungekuwa wapi? Ufikirie kabla uchaasi. Fikiria sana kabla uchatendea mwenzako maovu. Fikiria sana kabla uchachochea mwingine kazini. Ingekuwa sio Bwana ungekuwa wapi? Usiwe waraka kusahau mahali Yesu Kristo amekutoa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama uchatenda kuasi, fikiria mara mbili sana. Kama uchongea yoyote, fikiria sana. Kwa sababu kuna yale maovu unaweza kuongea irudi ndani yako ikuchome. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiona hao wana wa Israeli walikuwa katika vita mbalimbali. Maandiko yatuambia wakati wa Samueli walikuwa Wafilisti walikuwa wanataka kuangamiza. Na wakati wa Musa unaona vile waliotolewa katika nchi ya utumwa. Wakasema kama sio Bwana wanadamu wangeangamiza. Lakini nche wewe, sio kama sio Yesu Kristo ungekuwa wapi? Tafakari hayo. Pata jawabu, rudi chini ya makoti, nyenyekea, muite Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua haya mambo ya ulimwengu yataisha, lakini neno la Yesu Kristo litasimama imara. Ukupali usikuboyani na mimi. Atuka kuachili wakati kuwa waachili ya kumtafuta uso wa Bwana. Umwambie Bwana, nataka nisike vazi yako. Kama yule mwanamke alisika akiwa amefunja damu miaka ngapi? 12. Akasema kabla chochote mpaka nienda kwa Yesu, wakati alisikia Yesu anapita. Akasema na hakikisha nimufikie ndio nione utukufu wake na uponyaji wake. Amen. Kwa hivyo kama sio Bwana Yesu Kristo ungekuwa wapi? Tafakari hayo. Yafikirie sana. Sitaki wa Kristo tuchione tumetoka mbali, tumeombewa baraka, tumesipaka, tumepokea, tumepita mahali hatukupita. Lakini usikule umsahau Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo roho ya kukula na kumsahau Bwana na kuanza kuasi, maandiko yananiambia ni kumrudisha kule msalabani. Na kule msalabani jinsi alipokuwa mahali pale, alikuwa akilia akimwaga machozi. Bwana Yesu apewe sifa. Usiwe haraka kusahau mahali Mungu amekutoa. Usiwe haraka kumsahau Yesu Kristo vile alikuvia. Kabla uchadhurumu mwenzako ama uchatenda maovu, fikiria mara mbili. Kama sio yeye Bwana Yesu Kristo, wanadamu wangetumaliza. Haleluya. Kama sio yeye, kama ni wanadamu wangekupeleka juu mbinguni, ungekuwa umeisha kama sabuni ya kipande. Lakini kwa vile Yesu Kristo anatupenda, maandiko ya Mathayo yatuambia tumepewa muda wa kutubu na kumrudia. Wewe sijui unaongojea nini? Unaongojea nini upate kazi kubwa ndio anze kutubu? Unaongojea upate ndoa ndio anze kuomba? Unaongojea umalize shule ndio anze kuwa mtakatifu? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kumbuka wana wa Israeli walipitia mateso mengi na majaribio. Wakamulilia Bwana, wakaenda mbele yake, wakitoa shukrani. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui wewe unaambia Bwana amekutoa wapi mpaka amebadilisha hiyo poma yako? Poma yenu ameibadilisha, mlikuwa mmedharauliwa, mlikuwa mnaitwa omba, lakini saa hii mko ujasiri. Wewe ulikuwa umetengwa. Katika hiyo poma ilikuwa imetengwa, lakini leo inaonekana ikiwa aje? Ikiwa sawa mbele ya Bwana. Unarudishia Mungu shukrani nini? Sijui kama unakaa chini unatafakari hayo Bwana amekutendea. Hama unakaa chini ukifikiri vile unapiga mwenzako vita baridi. Hama unafikiria vile unafanya, unachochea, unasema yasiyofaa mbele ya mwenzako. Mheshimu, kwa sababu hao kiwete au kisiwi lazima apewe heshima yake. Awe chokora apewe heshima yake. Awe maskini apewe heshima yake. Kwa sababu hata wakati wewe ulikuwa maskini, hujazaliwa na utajiri. Kuna mtu amezaliwa na utajiri? Kwa
hivyo kile ulicho nayo shukuru Bwana, tenda kulingana na mapenzi ya Bwana. Na Bwana na yeye akuinue, akuwekee security katika maisha yako. Kwa hivyo wana wa Israeli wanasema kama sio Bwana, wanadamu wangewasambulie. Kama sio wewe Bwana, wanadamu wangefanya nini kwako? Jua kuna heri yao mchawi mkubwa anaogopika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sio unajua katika mtaa wenu kuna mchawi watu wanamuogopa. Kwa hivyo kama sio Bwana tungegusika zamani. Lakini Bwana kwa sababu hakuna jambo la maana kwako, ndio kwa sababu uko hai. Kwa hivyo hiyo jambo Bwana anataka ufanye, usiachilie kwa sababu kutakuwa na hukumu baadaye. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Israeli wakasema na wakamtolea shukrani kwa Bwana kwa jinsi ya kuwalinda kutokana na vifo na maovu. Wakawapitiza kwa Farao. Wakawapitiza kwa Wafilisti, walikuwa wanaenda kuangamiza. Mungu akatuma Samueli nabii wake akaenda kuwakomboa. Kule walipokuwa katika nchi ya mateso, maandiko yaniambia alituma Musa kaenda mahali pale kuwakomboa. Bwana Yesu apewe sifa. Sitaki mpendo usahau mahali Mungu amekutoa. Ukumbuke sasa hata milele. Ukijaribu kutenda dhambi hivyo unakumbuka, unatubu, unaomba sana. Sitaki ushibe usahau Yesu Kristo. Nataka mkumbuke ukiwa hujashiba ama umeshiba. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ya tatu yatuambia bapo hapo wangelitumesa wai, hasira yao iliwaka juu yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Waisraeli wakashuhudia wakasema kama sio yeye Bwana Yesu Kristo, wanadamu wangewasambulia, hapo wangemeza wai wao. Zaidi hapo maandiko yaniambia hasira yao iliwaka juu yetu. Kwa hivyo wana wa Israeli walikuwa wanatafuta kila pande zote. Lakini tunaona ya kwamba walisimama na Bwana Yesu Kristo. Na Bwana Yesu Kristo akiwa katika kiti yake enzi akawatetea. Na wewe wacha Mungu akutetee kwa yale mazuri unayotenda. Mungu akuongoza kwa vile wewe ulipisi kizazi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa yale Bwana unatenda mema, utapata mema. Ukitenda maovu, moto utawaka juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba hasira ya hao walipokuwa wanawasambilia iliwaka juu yao. Lakini tunaona ya kwamba maandiko yatuambia Yesu Kristo alikuwa pamoja nao. Na wewe weza utenda yaliyo mazuri Yesu Kristo wakati wa vita majaribio akuwe pamoja nao. Hakulinda usiku na mchana. Wasema kweli yule cheni ameokolewa katika moto. Ule moto umechoma ile kijiji lakini yeye ametoka akiwa hai. Yule moto umechoma mahali yako, umeokoa watoto wake. Sio ya kwamba wewe ni mtakatifu, lakini kuna jambo Mungu anataka utende. Haona ya kwamba utarudisha shukrani. Haona ya kwamba utachifuna wako alitoka ndani akiwa hai. Haona ya kwamba utafanya nini? Utarehemu wale, kuwahurumia, kuombea, ama wewe utachifuna uanze kuserekea na mwenzako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni jambo gani huyu Yesu Kristo alifanya kwa wana wa Israeli mpaka wakamtukuza? Ni jinsi aliyookoa kutokana na maadui. Na hao wakaona ni heri kumshukuru Bwana. Hawakutaka malaika wakae chini mbinguni, alitaka wasangilie kwa kila jambo. Na wewe mshukuru Bwana hata ikiwa Bwana alipatia dona ya maji. Mshukuru Bwana. Hata ikiwa ulikuwa umezunguka ukuwa na kazi umepata mjengo na lipo 500. Shukuru Bwana, wacha kuitiza hizi nyingi. Kama uchui kutumia hizo kidogo, nyingi utaitumiaje? Bwana Yesu apewe sifa. Yeye Mungu wetu anyimi mtu, lakini anakupea kulingana na mapenzi yake na neema yake. Akiona ya kwamba akikupea itaenda kukuharibu, ataacha. Neno moja yasema hivi, mama kwa nyumba akiwa tajiri watoto wanafurahia, si ndio? Sichasema wanaume hawafurahi. Lakini wanaume Samu wakiwa na pesa wanaongezea nini? Wanaongezea familia. Watoto wanaongezea sibling wengi.
Ni uongo ama ni ukweli? Sio mimi nimesema. Sijasema wote. Sijasema wale wanaacha pesa ya ni wale wanaacha pesa. Hawaachi pesa ya nini? Ya mboga. Ati mama watoto wanafurahia. Na ukitaka we baba mtoto wake afurahia, watoto wako wafurahi na wewe, penda mama yake. Uone vile watafurahi na yeye. Lakini ukishukua mama yake akaona ile vitendo, hata kuwa na furaha. Ataona mama tu ni chuki, anachukiwa. Na yeye anakaa tu akiumisha kwa roho. Nani anajua hiyo jambo? Hawezi akasema, lakini anaumia kwa roho. Akiwa mtu mkubwa anakuja kukumbuka, anasema mimi niliona baba alikuwa anachukia mama. Na vile amechukua mama, mimi naona. Unaonaje sasa? Unaonaje wanaume? Tubadilike sisi zote, sio zamu. Tubadilike sisi zote, tuache mboga kwa nyu. Ndio baraka zibubuchike zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio kilio ya watoto isifike mbinguni. Ndiye kaleta madhara na mambo maovu. Tumheshimu Bwana katika roho yake na ukweli. Ukiheshimu Bwana lazima uheshimu ndoa yako. Ukubali usikubaliana na mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Mama akiwa na mali, watoto wanafurahia. Baba akiwa nayo, anaongezea nini? Iko hivyo. Sijasema wote. Unielewe tafadhali. Nasema wala hawaachi mboga kwa nyumba. Si niliona kuna wale wanaacha na kuna wale hawaachi, lakini kupitia uchumbe wataenda wakiacha. Ndio wapokee baraka. Ndio kwa sababu asifanye kazi miaka 10 bila cheo. Wakati ataenda kuacha hivi tu, aseme Bwana nilisikia mafundisho yalisema tuache. Na mimi niko na imani kienda kuacha, kiwa hii kuacha kwangu ndiye nafanya na kuama kulipia ile shilingi 10,015 na chuo utaninunua within the week. Haleluya, tupigie Kristo baraka. Na chuo utakuja kuninunua kwa sababu nimetii na acha. Hebu ndo jaribu hilo cha wewe kuacha. Na mimi nikaa na wewe na maombi hii wiki. Unaweza kuwa umekwama saa moja. Unaweza umekwama kwa project nyingine kwa sababu kilio ya watoto inasumbua. Unasema wewe wacha ile project nikimaliza takuwa nikiacha mboga. Lakini kwa sababu sijamaliza tapepa kwa mfuko nikile. Unaonaje? Wapepe wakileta mkule saa 5 saa 6. Kwa hiyo leo wakienda wakitii wakiacha, malaika wa Bwana ako pamoja naye, ataenda kusudia na atatuma manabii na wainjilisti wamwombea, ndio njia zake zilikuwa zimefungwa sifunguliwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia 4 mstari wa 4. Baba hapo maji yangeli tugarikisha, mto ungelipita juu ya roho zetu. Hapo maji ya fururikayo yangelipita juu yetu. Wakati maadui kama sio Bwana aliokoa hawa Israeli, maji yangewafunika, vita ingekuwa mingi, maji yangekuwa juu yao. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba wangeshindwa na kauremewa na vita. Lakini kwa chini Yesu Kristo alikuwa pamoja nao. Walishinda vita, wakarudi, wakamshukuru huyu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui ni wapi umekwama wewe. Sijui ni wapi umeenda ukasahau huyu Mungu. Sijui ni sita gani ulio kwa roho yako unakataa kumshukuru huyu Bwana aliyokuokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui ni aina gani ama madeni yamekulemea kulipa kwa sababu uko na madeni. Hebu mjaribu Bwana siku ya leo mshukuru. Ufanye vile inatakikana kufanywa. Usiangalie nyuma wala kando. Angalia ya kwamba utaangalia tena na umtukuze huyo Bwana, umwambie ni asante kwa ajili umenilia. Kutoka utotoni kwetu nilikuwa nasikia tulikuwa tunalalia ile ngozi ya ng'ombe. Ni wangapi walilalia? Ulilalia ngozi ya ng'ombe? Na sasa wewe ni sucha. Unamshukuru Bwana. Msione youth ni kawaida. Kulalia ile mattress kubwa ya 11,000 unaona ni kawaida, ile blanket kubwa hapana. Hata hiyo blanket ilikuwa mateso kwa hawakuwa wanalalia. Walikuwa wanachapa kitambaa tiraka ama haikwaje?
wanalala. Lakini leo wewe unaona unanunua mattress ile kubwa, ikienda kuisha kidogo na anasema dadi, mami, nanifinya mgongo. Si kufinya kidogo, tengeneza yako. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa wanalalia. Ndio kwa sababu wafanya nini? Mmekuwa atheist. Wacha kusikia kama ndoto ni ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukilalia hiyo mattress, make use of it. Chikakamue vizuri. Sema nitasoma hii masaa, nitachimota, sio mami ama dadi ama ndugu yangu mkubwa ataniangalia. Jiamini. Ukitaka ufaulu maisha yako wewe jiamini. Ukitaka ufaulu maisha yako wewe kama youth, usikuwe na marafiki wengi kwa sababu watakupoteza. So wengi wote wako na wewe wanakutarajia mema. Kuna wale wako na wewe ili kung'oa nini? Nyota yako kama ujui. Ni wa muda. Kule shuleni ni wa muda. Kuwa na marafiki wale katika masomo yaliyoisha. Kufuatana na marafiki yoyote mwanafunzi anakuwa succeed. Hakuwangi na marafiki wengi. Ni uongo ama ni kweli? Anakuwa ni yule anasema ana target. Huyu anachua Kiingereza, huyu anachua mao, tutadili na yeye na mimi nikumuonyesha science, twende mbele. Mwanafunzi yoyote ako na marafiki wengi afaulu katika mtihani. Hiyo kubaliane nami arara. Wengi ni wakupote. Ni kukwambia baada ya tukienda likizo tutaenda Mombasa, tucontribute tuende mahali fulani kuangalia, hapana. Choose few. Wale wako ready usoma. Wale wako ready kufanya nini? Kuonekana mbele. Na masomo yako ndio uwezi kudivorce. Lakini yule unakimbilia atafanya nini? Tuko pamoja. Youth tuko pamoja. Kuna youth ama walienda? Wako? Utanikumbuka. Wana youth wako? Marafiki wengi wanafanya nini? Wanapoteza. Choose view. Wale wanakuadvise tusome, tufanye hivi. Tukutane wakati wa masomo, tukutane chuo fulani. Tukimaliza tupande ndege tuende mahali fulani. Tusipopanda tukutane hapo tukufanya ka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na ahimidiwe Bwana. Asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa uwindaji. Mtego umefunjika nasi tumeokoka. Haleluya. Waisraeli wakasema tumshukuru Bwana. Hama ahimidiwe Bwana kwa sababu aliwatoa katika mawindo ama mitego ya meno ya maadui. Wakamsema ahimidiwe Bwana. Apewe sifa usiku na mchana. Kwa sababu fadhili zake ni za milele. Neema yake ni sasa hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wema wa Bwana imetuzunguka sisi, wale wanaomcha na kutenda haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ikiwa sio Bwana, sisi wote tungeangamia. Lakini kwa sababu alikuwa na upendo, huyu Mungu akatuma mtoto wake wa pekee, ndio Yesu Kristo, akakutukuvia ndio tupate kuokolewa. Kwa hivyo tunaona kwamba Waisraeli wanasema ahimidiwe huyo Bwana, aliwatoa katika meno ya maadui. Walikuwa wanataka kuwaramba na kuwamaliza, lakini yeye akasimama pamoja nao. Kwa hivyo wakasema ya kwamba yeye Kristo ni mshindi kwa wazindi wote. Kwa hivyo ukimtegemea huyo Yesu Kristo na ukikaa katika neno, kwa sababu hii wokovu itapita, lakini neno litasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tukae katika neno. Kwa sababu katika kanisa ni bahari. Inabeba nini na nini? Bahari inabeba nini? Inabeba mamba, inabeba nyoka, inabeba samaki. Nyoka mnakula? Inabeba kila aina wanyama. Lakini wewe chocho ujue wewe ni mnyama aina gani? Ni yule wa kupendeza ama ni yule ukionekana kwa nchi kavu na uawa? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima tukae vile nene nasema, sio wokovu. Kwa sababu wokovu itavita, lakini neno litasimama. Wengi wanapenda kuenda mbele kwa ajili ya wokovu.
lakini ile wokovu wako hamtambui huyo Yesu Kristo ni aina gani. Wanamuita huyu Yesu Kristo, lakini hawatii sheria zake, hawafuati njia zake. Wako mahali pale kwa ajili ya kitu, lakini hawako mahali pale kwa ajili ya kutafuta uso wake. Lakini leo uchume na kuambia mtafute huyu Yesu Kristo, kwa sababu katika njia zake ndiye atasingalisha. Mwenzako akikutupa kwenye giza, utaona mwangaza mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tukae tukitambua ya kwamba Yesu Kristo aje. Hako kwa wakati ufaro, harakizi wala kuchelewa, ukucha wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe usiomba one kama anakuacha. Homba ya kwamba utaomba tena, kwa sababu ukucha wakati ufaro na ukucha wakati wake. Harakizi wala kuchelewa, ukucha wakati unaostahili. Sasa unaona ya kwamba amekuacha, ndiye anaenda kuonekane. Tupigie Kristo makofi. Wana wa Israeli wakati walipokuwa kule, wakati wa Misri walikuwa wanawafuata Wafilisti, walilia sana wakati Samueli aliwatuma kule mlimani Misba, wakaenda wakamrudia Mungu wako mahali pale. Wakati waliona Wafilisti wameandamana kwenda kule mlimani kupepesa roho zao, walienda kupepesa roho zao ndio wafifie katika kiroho. Sijui wewe wakati Shetani anakuanda kupepeta roho zako nani? Tunaona wana wa Israeli walikuwa na nini? Na Samueli. Wakati wanaenda kushindwa, walilia sana wakamuita Samueli. Samueli. Wafilisti wako karibu kutuangamiza, tuombee kwa Baba ili tusiche tukangamie. Lakini siku hizi ni kawaida kuasi, kutenda dhambi, kupiga mwenzako baridi, vita, kumchochea, kumuinukia, kumpangia maovu. Yaani wanadamu wanaona ni kawaida, lakini wacha nikuambie sio kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Tumheshimu Bwana na roho zetu zote na mawazo na fikra. Ndiye kutanisha baraka zetu na baraka zake na kwetu. Kwa sababu kuna baraka zinazuia za wengi wetu kwa ajili ya kuasi na kutenda yaliyo maovu. Wacha tumuogope huyu Bwana. Ukimuogopa huyu Yesu Kristo, ni kuogopa kutendea mjirani yako maovu. Ni kuogopa kufitini mwenzako mahali muko. Ni kuogopa kusaliti. Ni kuogopa kufanya yasiyofaa mbele ya Bwana. Hiyo ndio kuogopa Yesu Kristo peke yake. Samueli aliitwa, alipofika kule Mishiba, maandiko yaniambia kwamba aliomba tena. Hakuomba, hakuona dalili. Akaona Wafilisti wanaendelea kukaza ndio wamaliza wana Israeli. Kuna jambo moja alitema, akasema mimi nitakutolea Mungu wangu. Hili hao watu nawapenda, sio wa familia yangu. Nawapenda kwa ajili walinituma kwa ajili ya kufanya kazi. Alitoa sadaka ya hatia na kuteketeza kule mlimani, na Wafilisti wote Wafilisti wote wakaangamia. Tunaona wana wa Israeli wakaokolewa. Nani anaweza kujitolea? Hambiwe na kuona uko na milioni moja kwa banki. Nataka ulilia wanafunzi wanapiwa vita, mikutano ya giza ilionekana juu yao. Naomba uende watolee 500 ndio waokolewe. Mungu anaweza kujaribu. Lakini wewe utaona ni yako, lakini kwambie hiyo uko nayo sio yako. Ni Mungu aliyokupea. Ni Mungu alikupatia hekima. Labda alikuwekea uweke ifike ile siku ndio itoe. Lakini wewe hujachua. Nataka ufunguke macho. Nani anaweza kutoa vile Samueli aliyotelea wana wa Israeli? Si unaona ni ngumu? Ndio kwa sababu roho zetu zimekuwa zito. Ndio kwa sababu baraka mingi zimechelewa kufika kwetu kwa sababu ya unafiki. Wewe utaenda unasema, Mungu ananiambia nitoa half of this one. Na vile nimeteseka miaka mingi, na vile nimeweka nikisevu. Sio wewe umesevu, ni roho ya Bwana amefanya kazi ndani yako. Amekuongoza kwa ajili ya wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo haijaweka ati kwa ajili wewe ulikuwa mwerevu kusevu. Hujaweka kwa sababu wewe ulikuwa na uchuzi, ulikuwa na kazi. Hiyo ni mipango ya Mungu na haina lawama. Akinena saa hii tutende, tutabarikiwa sisi zote. Akisema tubomoa hii, kila mtu alete matofali ya mizini. Usiangalie hata ikiwa hilo mweka ni ya 50.
Usisema hii hapana sitaweka kwa sababu next year nitapeleka mtoto shule. Hapana, tenda vile alikuwa anasema na wewe une baraka zake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tenda vile yeye alitenda ndione baraka zake. Kwa sababu baraka zake ni kuu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaka wa 2002 Bwana akanena nami. Akaniambia sasa imefika hata utaacha hiyo kazi yako nikutume mahali. Na mimi ngasema hii vitu niko nayo itaharibika. Na mimi sitaki kuenda mpaka nimalize. Eliosa yote mnaonaje? Bwana akinena amenena. Waje kujifanya roho kubwa. Yeye ndiye anapeana. Yeye ndiye anachua kesho utakula. Mtoto anafaa aende shule. Fanye vile anasema. Waje kubishana naye, unaona ni wewe, sio uwezo wako. Sio uerevu wako, lakini Bwana alikuongoza ufanye hivyo. Kwa sababu alijua kuna wakati atafika akutume Kisumu. Alijua kuna wakati imefika akutume mtu Amerika na wewe umtolee kama $2. Waje kusema ati sitatoa, nimefanya for wrong nikisema nani akwambia? Alijua wakati atafika mwenzako atakuwa hospitali utamtolea. Hiyo kusema hapana sitawisa hii nitawisa hii, yeye ameamuliza. Kwa sababu yeye ndi mfalme wa wafalme. Yeye hapapaishi. Yeye hapapaswi. Lakini akinena amenena. Yeye ndiye anachua kubariki na kufungulia baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usisema nikifanya hivi itakuwa hivi. Sio kwa uwezo wako uko nazo. Ni kwa chini ya neema ya Bwana. Sio kwa uwezo wako umebarikiwa, lakini kwa chini ya huruma wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Wakristo tutoe fikira. Tuone kile kidogo tuko naye, tukigusa kidogo tutakuwa maskini, tukigusa kidogo tutahangaika. Nani amekuambia utahangaika? Kwa sababu anasema yeye ndiye matajiri wa watajiri. Alifanya Ibrahimu na Sara wakaenda mahali aliwatuma, wakawa wanachukua hiyo sehemu yote na wakabarikiwa zaidi. Nani alikuwa mtumishi wa Bwana? Nani alikuwa anaomcha Mungu katika Biblia alikufa akiwa maskini? Hakuna yule alikuwa kama maskini. Sisi ndio tunafinya, yani tunahesabia kwa mfuko. Kwa mfuko tunaona ya kwamba tukitoa tunapungukiwa. Lakini wacha leo nikuambie utoe mawazo ya kupungukiwa. Utaona vile baraka zitaingia kwako bila kuzuiliwa. Utaona vile Bwana atatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa ujasiri kama simba. Kuwa mtu wa kuona mbali. Mwambie Bwana mimi nataka uniongoze vile upendavyo. Sitaki kila kitu niko nayo nianza kujipangia. Nataka na kushukuru hata hii 20 unipangie. Yeye anachua nafaa ukule breakfast. Mtoto anataka kangumo ndio wanapenda siku hizi. Wakule vizuri ndio pokee baraka. Unajua wakila vizuri lakini ukienda na mboga saa 5 saa 6 utapokea baraka wapi? Wanalia. Anasema wanakuwa kama wale Mombasa walikula mawe bwana. Mama akaona wamesumbuka akaweka mawe ndio hawapapaishe warari. Kumbe mama usigie umechukua watoto wakukumbuka kuna chakula kwa sufuria. Wakaenda wakura wote wakai. Sitaki ikuwe hivyo. Ukiokoka wewe sio mchinga. Kiwa wewe umeokoka ni mwere. Lazima uangalie mbali. Kenya kinaweza kufanya ukae mbali na Mungu wako. Uitenge kabisa. Kama ni marafiki wengi watenge, wamama tuko. Kama ni marafiki wengi watenge ndio usiharibu bomo yako. Kwa sababu ukishika maneno ya wanadamu utapotea, lakini ukishika neno la Yesu Kristo utakombolewa. Na wewe jua kunyamaza, sio mtu wa kuroboka. Kila mahali unaenda. Yule anaye na marafiki amechagua wadogo, yeye ndiye anafaulu. Yule aliyo na wengi anaraboka, wengine wanakuwa kama Delila kwake wanamnanza. Yeye anafikiri niko na marafiki wengi, hebu ngoje juu ya wakati wa mchango kama utawaona. Utawaona labda wanakuja na nia sawa. Lakini hawatakuja na mwangaza. Watakuja na giza. Ukubaliane nami usikubaliane. Ukae katika neno na mwanamke yeyote aliyo na marafiki vyo ndiye anakuwa succeed. Sio wana wengi anaenda anamwambia unajuaje mzee wangu leo ameplan kwenda kununua samba kule Ruai,
Unachuache, yani anaenda akitangaza. Anaona yani anawafurahisha. Kumbe wewe unamechimbia simu na unaweza kuingia mwenyewe. Lakini usichimbe kubwa, usiingie na mtu mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo choose your friend wisely. Wamama, youth, wasee. Kuna yule atakuwa na wivu kwa chini ya ndoa yako, hata kuambia ataleta story yenye anaweza kukubomoa katika nyumba yako. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kama sio yeye Bwana Yesu Kristo, tungeangamia sisi sote. Kwa sababu yeye alikuwa na huruma akatukufia. Na hakutaka tuangamie vile hakutaka wana wa Israeli waangamie wakati walipotoka katika nchi ya utumwa. Wakati walifika jangwani waliunda miungu, wakaanza kuiabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaambia Haruni wamechoka. Wamechoka kuongojea nani? Wamechoka kuongojea nani? Atoke wapi? Akuja haraka. Sitaki mchoke kufanya kazi ya Bwana. Sitaki mchoke mkifanya kazi ya Bwana. Sitaki mchoke nikisimama ningesema watoto wako karibu kucha midi, nataka vitabu yao. Kuna wale walichoka. Ni uongo ama ni ukweli? Kuna wale walichoka. Hawatoi. Wanaona ni kawaida, wanaona ni kusumbuliwa. Lakini sitaki mchoke. Vile wana wa Israeli walifika katikati walisahau, wakachoka. Wakaweka chini wakaanza kuunda miungu ya kigeni, waanze kuiabudu. Wakati Musa alipotoka mahali pale aliwakuta wakifurahia. Walikuwa wananungunika, wanasema kwa nini aliwatoa mahali pale? Wakaona vitu vilikuwa mwasi. Kwa hivyo Wakristo sitaki mchoke mkumongojea huyu Yesu. Nataka mkiwe wajasiri, mwe watu wa kuomba, wa kukaa katika neno lakini sio maneno. Mkae katika neno lakini sio maneno. Mkae mtu wa kuomba ya kwamba hamtaomba tena. Wakati mwingine akiwa mahali pengine anasikia maombi yake yanamtingiza. Sio wakati naomba mahali pengine naona watu wakiwa uchi wakikimbia. Watu wakiwa uchi wakisema na kwamba wakinua sijui nini juu wanasema watoto hawatapita. Nani anakuambia watapita? Uongoje. Uongoje wewe. Utasangaa. Utaanguka. Lakini sitaki uanguko wake. Nataka uone vile wanaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bilia roho yako Bwana. Ambia Bwana, nataka unisimamishe katika neno sio maneno. Nataka wote walio mahali hapa wafaulu. Nataka yule hata akiwa Tanzania Amerika afaulu. Ndio na wewe ufunguliwe baraka. Ukitaka baraka, nena baraka. Ukitaka mafanikio, nena mafanikio. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tujikaze katika hii safari, nataka tusikane mikono. Tuombe ya kwamba hatutaomba tena. Tukae katika neno, tusame katika maombi, tumuite huyu Yesu Kristo. Tuseme hapa kuna wachane, kuna maskini, kuna yatima, kuna wale hawana kazi, wafunguliwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Na waulicha je, ukinunua ng'ombe ukikupiga tege, utaendelea kuikamua? Utaendelea kuipatia nyanzi? Utafanya nini? Utaitafutia soko. Kwa hivyo tuanze kutafuta soko. Tuanze kutafuta soko ama tuombe? Ni vizuri kuomba. Na aliye na sikio asikie yale roho yananena kwa kanisa. Ndiye badilike. Ndiye asema hata mimi nataka baraka. Ukitaka baraka lazima unene baraka. Ukitaka laana, wewe endelea kufanya vile unataka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini yeye aliteua manabii na wainjilisti na mitume? Akawaambia sasa mimi naenda lakini nitawatumia Roho Mtakatifu aongoze. Roho Mtakatifu alikuwa anaenda kwa wanyama ama kwa wanadamu wale waliamini. Na wale wanaopokea baraka ni wale wako na neno na imani ndani yao. Tuseme amen. Wale wanaotembea katika nuru hawachoki kufanya kazi ya Bwana. Kama wewe ulichoka wale wako. Kama wewe ulikuwa na mko na vagio ukasema mimi siwichi kwa sababu Kristo na yeye anachelewa. Wale wako unatafuta chua vile dada yangu ndugu yangu unatafuta baraka. Kama wewe ulikuwa unaweza buni unasema nimechoka sio mimi kila kitu.
uletei mtu baraka, utafutii mtu baraka. Wewe binafsi, wewe ndio unatafuta baraka yako. Tuchue vile sisi wa Kristo tunatafuta baraka. Ukitafuta baraka, nena baraka. Tutafute baraka. Usema ati mbono yule afanyi hivyo. Hapana. Mungu ukucha kwa wale wanaoamini, wanaokaa katika neno. Ukitoa bila wasiwasi, ukitoa bila kunungunika, ukitoa bila maswali mingi, wewe unatafuta baraka. Mtu anatafuta baraka. Hata akiona apanguse tehoni, anatafuta baraka. Hiyo ni baraka yake. Na sasa hiyo kazi ya huduma anaofanya, Mungu anafurahia, na mwanae Yesu Kristo na malaika watakatifu wakiwa katika kiti yake Yesu wanasangilia. Wanaona ule Florence anachua kile anafanya katika nabii. Yule ndugu anachua kwamba wale watoto lazima wafanye vizuri ndio waendelee. Sio wale wanenena maovu wasema sauti ni mchango kwa sababu mnaonaje? Kwa hivyo vile nimewaambia. Bwana Yesu apewe sifa. Siku za mwisho tutaonyeshwa kama nini TV. Mbele ya nani? Matendo yako ni mazuri ama ni mabaya? Kwa hivyo wewe tengeneza njia yako ikuwe nzuri. Tengeneza njia yako kabla hujatoka katika ulimwengu wa dhambi. Kwa sababu katika ulimwengu wa dhambi tuko na mambo mingi. Lidia roho yako, wachana vita. Lidia roho yako, ambie Bwana uniokoe, unibariki, uniongoze. Ukiona mwenzako amefaulu, amefanikiwa, furahia kwa sababu yako iko katika njia. Ukifurahia yako iko katika njia, lakini kunungunika saa yote, hiyo unachifungia wewe baraka kubwa sana. Furahia. Kiona mtoto ameinuliwa, furahia. Kiona ako mgonjwa, muombe. Tuko pamoja. Anayependa Yesu tuseme amen. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tumesema hata wale walikuwa wanapigana na vita na watoto. Tumesema amen. Amen inamaanishaje kimtu? Au wamekumalizia? Waambie walikuwa wanajibu hiyo wakati walikuwa kwa shule. Bwana Yesu apewe sifa. Iwe hivyo. Tusimame, tuombe baraka, wafunguliwe, wainuliwe. Mzazi asikose school fees, asikose kitabu. Mtoto asome, aibukane na gurubu mbaya, aibukane na mapangi. Ndiye ajitengenezee, kwa sababu ndio maprofesa wa kesho. Ndio wahubiri wa kesho. Ndio manabii wa kesho. Ama iko aje? Na wewe mzazi usiwe haraka kulaani mtoto. Ulimi iko very strong. Tuko pamoja. Hata akikuudi ache, usimpointie kidole. Simwambie endo potee. Ulimi ni nini? Iko very strong. Usinene mtoto yoyote maovu. Kwa sababu maovu yakirudi, itakurudia. Bwana Yesu apewe sifa. Ikirudi itafanya nini? Mwangaza itakuangazia. Ni nini itakuangazia? Kumbe unajua ni gisi itarudi ni kuchome. Bwana Yesu apewe sifa. Ya mwisho natuambia msaada wetu yu katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Israeli wakashuhudia walipotazama pande zote, kona ine nchi, wakaona ya kwamba msaada wake unatoka wapi? Sijui wewe dada yangu, kaka yangu, sijui wewe ndugu yangu, msaada wako inatoka wapi? Sijui msaada wake, lakini wao walishuhudia. Wewe kila mahali umetoka mpaka mahali umefika, umeshuhudia nini kwa Bwana? Yeye wana wa Israeli wakashuhudia, wakasema msaada wao inatoka kwa Bwana aliumba mbingu na nchi. Hiyo ndio msaada. Sijui wewe unaweza kushuhudia. Utasema msaada wao inatokea wapi? Utasema wewe umekaa chini gani? Wewe umekaa Nairobi kwa chini, uko na kazi. Umekaa Nairobi kwa chini, ulisoma vizuri. Uko na kazi kwa msaada wake inatokea wapi? Kitu tunaongea hapa ni spiritual. Msaada wako unatokea wapi? Unaweza kutegemea ndugu yako mkimbilie,
asikusaidie. Unaweza kutegemea dada yako mkimbilie akukane, ama ni uongo? Unaweza kusema mama anisaidia akukatae. Unaweza kusema anga atanisaidia akusika akugeuke. Msaada wako sasa hiyo inatoka wapi? Maandiko yatuambia kwamba yeye, wana wa Israeli wakasema msaada wao unatoka kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Katika jina la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na aliyeumba mbingu na nchi. Nani aliumba mbingu na nchi? Ni Mungu peke yake. Hapo ndio walikimbilia wakapata. Usikimbilie, usitegemee niko na anko, niko na auntie, niko na nani, my cousin. Msaada wako uende kwa Bwana first. Mulilie Bwana ndiye atume malaika. Kwa sababu yeye atakuja muone. Atatuma malaika akuokoe kutoka na kifo na mauti. Akusaidie. Atume mtu kutoka Western, kutoka Tanzania, hata wa Amerika wakuwakataa, wa Tanzania watawakumbuka. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Wale walio Tanzania watawakumbuka. Wale walio Uganda watawakumbuka. Watasema tumesikia Embora inataka kurudia huko, wacha tusimame nao tuombe. Afadhali sisi tumesoea. Bwana Yesu apewe sifa. Nani anaombea hii ugonjwa iende kabisa? Hata ugonjwa mnasahau kuiombea. Na wanasema ukisalimiana umepata, msinisalimie leo. Kama muombei, ni lini itatoka? Anasema hata kusalimiana, hata ukaa pamoja. Hiyo ni nyakati gani zile zilitabiriwa? Ndio tukaambiwa ya kwamba bado ni kio. Lakini wale waamini wataamini katika roho na haki na kweli, hawataona hiyo magonjwa. Watayasikia. Kwa hivyo kuwe mtu mstari wa mbele wa kuomba. Usio kiguro kilalo umesikia iko Tanzania, iko Buganda, imefika mahali fulani, iko Kisumu, mmoja amekufa, lakini wewe unarara tu, sisi tutachufikia. Wewe unajua yule mlikutana naye akitoka Kisumu, mmesalimiana na yeye, umejua yeye ako naye. Kwa hivyo uko mbele mstari wa kuomba. Wacha tegemeo lake iwe Bwana na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Uwe mtu wa kuomba sana, wacha chuki. Toa chuki ndani yako, uiondoe kabisa. Ukae katika maombi. Ukae katika muabudu Bwana. Ambie Bwana wewe ndio kimbilio na tegemeo. Kwa sababu hata ukigonjeka ukipeleka Kenyatta, hata tukuchanga mchanga yetu itatusaidia kiwa wewe una imani katika Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ukue na imani katika Kristo. Dada yangu anasema zaidi hapo, mumenileta hospitali, lakini nipigie mtumishi wa Bwana senior ndio waniweke kwa maombi. Tupigie Kristo makofi. Mnaonaje? Yeye alitambua. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui wewe mahali huko unatambua wapi? Sijui wewe mahali huko unatambua wapi? Yeye alitambua ombewe. Hiyo ni imani kubwa. Na yeye Mungu wetu huenda na watu wa imani. Waliopokea uponyaji ni wenye imani. Na wenye wanaenda katika maombi. Kwa hivyo tukemee hii bora, tujue ni Shetani anakuja kuvuruga nchi. Tumwambie sisi tukutaki, kwa sababu sisi Kenya ni watu wa kuomba. Na kuomba, kumbuka jirani, kumbuka nchi jirani. Ni wao wapate kukombolewa. Sio kila siku nikiona wamefika 256. Wewe unasema bado haijafika kwetu. Lakini usaidi unaenda kulala unaombea kwa kitanda. Shetani anapenda hivyo. Waambia Mungu simamisha hiyo maafa katika hiyo nchi. Ikiwa waliasi na kuenda kinyume wakomboe. Kwa sababu alisema atakuja kuangamiza kwa nini? Na njia gani? Kwa magonjwa? Tauni na nini? Bwana Yesu apewe sifa. Sasa msome Biblia. Lakini usiposoma Biblia utajua dunia inaenda aje. Utaona kuishi na ukura ni kawaida. Utaona ukiingia kaida kazi yako unapokea mshahara ni kawaida. Nakwambia kuenda kazini kuachiliwa na kupata mshahara na kufanya shughuli zako sio kawaida, ni kuachilia neema. Lazima ujue vile dunia inaenda, na lazima ujue ni vile jinsi gani wewe kama mwanadamu Mkristo utamwendea Yesu Kristo. Mwambie Baba, nimekusahau kwa muda mrefu.
Nimenaingia katika hema yako, sikumbuki wale walio mahali pale. Nimeingia katika hema yako sikumbuki kufanya vile wewe unataka, lakini sasa nacho unifungue kwa ajili ya kufanya. Ikiwa ni pepo niondolee, ikiwa ni ila nilio nene kanirudia, hapo nisamee na unifungue. Mimi nahitaji baraka, sio laana. Nani anataka laana hapa? Kwa ukitaka baraka utafute baraka. Utafute baraka na unene baraka. Usinene mwingine maovu. Ukitaka baraka utafute baraka na unene baraka. Umwambie Bwana, mimi nataka unibariki. Niongezee masiku katika duniani hii. Unene kwa yule aliyetangulia mbele yako, nikae miaka kama ile. Usikie bora imefika hapa Nairobi, alafu unaanza kuteta watoto wanaenda. Wafunike na damu ya Yesu. Uwafunike na damu ya Yesu Kristo. Namwambia Mungu, mimi sijui kuomba, lakini nataka unipatie mwelekeo katika maombi. Lakini ikiwa unapiga wengine vita, hiyo maombi yake itafika? Wewe fika. Ikiwa unapiga wengine vita kibaridi maombi yake, dada yangu, ndugu yangu, iweze kufika. Tusidanganyane. Maombi yanafika kwa yule ameosa mavazi yake ndani na nje. Yule anasema ya Bwana lipo sipo. Nimeona yule mtoto anainuliwa, nasema ni asante. Niona yule mama ameamuka mapona, nasema ni asante. Naona yule jirani siku hizi Mungu amembariki, ni asante. Sio kuanza kupigana naye. Unaanza kupigana naye upate unapigana na nyumba ya mawe. Hebu jaribu kupigana na nyumba ya mawe, utakuwa hai. Mikono yake itaregea. Na itakayekiregea, mwangazi itakuangazia. Yesa itakuchukua. Kwa hivyo kitu ya maana sisi kama Wakristo, tuchue vile tunamwendea huyu Yesu Kristo. Tuende kwake katika unyenyekevu na kutii sauti yake na kuepukana na maneno, tukae na neno. Ndio huyu Yesu Kristo wakati atakaporudi atutetee. Wakati Ebola imeingia katika nchi yetu ya Kenya, ukisimama ukiomba inasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Inakuja inapita kama upepo. Wachana hii corona mliambiwa. Hiyo ndio mbaya kuliko corona. Utajua mwenye mmepita karibu alikuwa na. Kwa hiyo usijipige kifua sana. Nyenyekea kwa Bwana. Mwambie Baba na kuitachi. Ile spiti niko naye sio kuabudu katika roho yake na kweli uniondolee. Nataka nikiona jirani na muona kama mimi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unaomba unasema ongezea kanisa letu neema za nguvu katika maombi. Tukiomba tunakaa kitu kimoja. Sio saa ile nikiomba naona alama zingine na sangaa tunaelekea wapi. Unajua Yesu Kristo amekataa kurudi kwa sababu anakosa yule anakuja kuchukua. Anaona wote wameasi, wamepingukiwa. Alipotazama mwimbaji alisema alipotazama kule na kule akaona hakuna nani? Hakuna anaweza kumsaidia. Lakini akakumbuka mwanamke mmoja alikuwa katika miaka 12. Aliposikia Yesu anapita, alifanya nini? Alilala. Alikimbia. Akasema alihakikisha mpaka amufikie. Na wewe nataka uhakikishe ufikie huyo Yesu Kristo. Umwambie Bwana, nilikuwa nimepotea. Nilikuwa naenda katika njia sio furahia. Sasa nataka niguse fasi yako nikombolewe. Hakuna jambo lisiyowezekana mbele ya macho ya Bwana. Ukimuomba kwa imani katika njia zake, yeye atakuinua. Usiende kwa kasi useme na patisa. Umwambie Baba, unanichua vyema. Najua leo ni siku yangu. Nafurahia kwa sababu mahali nitaenda kukanyaga nuru yake itangaza. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanamke aliposikia Yesu Kristo anapita, alisema mpaka niguse vazi la. Unataka kuguse vazi la nani? Waliotangulia wamekuwa mifano miema kwa sisi. Wale tuliooswa na damu ya Yesu Kristo, tulikombolewa ndio tuacha maasi tumrudie. Lakini maandiko yanatuambia ananungunika sana akiona tunarudi katika dhambi. Ananungunika sana akiona tumeanza kuwazi tena. Kumrudisha msalabani ni kuchukia jirani yako, ni kumpiga vita ya baridi. Usiku unamsumbua watoto hawarali. Ebukana na hiyo. Sitaki uchoke kufanya kazi ya Bwana. Kwa sababu wakati ule unaenda kuchoka kuangalia watoto wasome vyema, ndio Yesu Kristo anarejea kurudi.
utakuwa wapi? Ambia Bwana, wakati unaenda kufariji wengine, usinipite na mimi pia. Unikumbuke kiwa nimeasi, nimeenda kinyume, unisamehe. Lakini nakuomba ukienda kufundisha wengine njia zako, usiniache. Nataka hata mimi pia unikumbuke, unifundishe ndio nitende yaliyo haki na kweli. Kwa hivyo, mbarikiwe na amani ya Bwana isidi kuwa pamoja naye. My name blessing of 7 have a song. Read our Bible, pray every day. Pray every day. Read our Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, read our Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read our Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, read our Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. If you want to grow. My name is Betty Minagada and I have a song. Mr. Know what you done, act. The people know it was a joke. The animals went 2 by 2. Zebra, giraffe, and kangaroo. So will you see the rainbow? Will you see the rainbow? So will you see the rainbow? Remember, God is love. My name is Jafet Ombongi and I have a song. Winner, eh, winner, winner, eh, winner. Jesus, you are the winner, winner. Pato, pato, you are forever winner, winner, eh, winner, winner, eh. Jesus, you are the winner, winner. Pato, pato, you are forever winner. Lusa, eh, lusa, lusa, eh, lusa. Satan, you are the lusa, lusa. Pato, pato, you are forever lusa. Thank you and welcome. My name is Hope Evans from Nabii Powerful Christian Church and I have a song. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita. Vijana wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama wababa watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Meli mpya zitapita, wale wameweza watapita, roho za dunia zitapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama.
have a poem. We wake with the sun in our pockets, laughter tied knit in our shoes. The morning calls out our names, and we answer, yes, we are here. We clap our hands to the rhythm of hope, stamp our feet to the ground of tomorrow. Books open like windows, dreams fly out, colorful and loud. We are the runners of the playground, the singers who was choir now, the builders of bright new ideas, the thinkers of bright new ideas. When we stumble, we rise smiling, dusting our knees with courage. When we win, we cheer together, because joy grows best when shared. We are learning, growing, becoming, with a heart that beats like drums. Look at us shy, look at us so. We are the day, and the day is happy to have us. Thank you. My name is Myra. I follow my soul. Yesu nipeleke kule kwa Baba, nikaishi naye kule mbinguni, kwenye uji wa lulu, niangalia hau. Oh lulu, oh lulu, oh lulu, mbinguni. Linda ni ya Yesu, wahaya jabu, sio na wisho, ulijo